Napenda tena kuarifu kwamba kesho, siku ya Ijumaa, tarehe 23, meli ya MV New Mwanza itazinduliwa rasmi na Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika bandari ya Mwanza South hapa Mwanza. Naomba nichukue fursa hii kuwakaribisha wananchi wote wa jiji la Mwanza na viunga vyake pamoja na wananchi wa mikoa ya kanda ya Ziwa ikiwemo mkoa wa Mara, Simiyu, Geita na Kagera kushiriki na kufuatilia mubashara tukio hili la kihistoria linalotuunganisha wote katika maendeleo ya nchi yetu. Baada ya kukamilika kwa ujenzi na kufanyika majaribio yote muhimu, meli ya MV New Mwanza ilikaguliwa na shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAC, ambalo kisheria ndio limepewa kazi hiyo, na hatimaye kuruhusu kuanza rasmi safari za kibiashara. Aidha, hadi sasa meli ya MV New Mwanza tayari imefanya jumla ya safari 6 kati ya Mwanza na Bukoba kupitia Kemondo. Kati ya safari hizo meli imebeba jumla abiria 7,028 na kusafirisha takriban mzigo wa tani 673. Hatua hii inaochangia kwa kiasi kikubwa kuboresha usafiri na usafirishaji wa mizigo katika ukanda wa Ziwa Victoria. Kufanyika kwa safari hizo ni uthibitisho kamili wa kukamilika kwa ujenzi wa meli ya MV New Mwanza na ipo katika ubora uliosanifiwa na ni salama kwa utoaji wa huduma safari wa abiria na mizigo majini. Tutakuwa tunafanya safari kutoka Mwanza kwenda Bukoba kupitia Kemondo. Lakini matarajio ni kwamba hii meli itakuwa inafanya pia safari kwenda Port Bell Uganda na Kisumu nchini Kenya. Kwa hiyo taratibu lini tutaanza hizo safari tutaambia, kwa sababu tuko kwenye hatua za mwisho kufanya makubaliano na wenzetu kule Kenya pamoja na Uganda. Lakini vile usimikaji wa mitambo ya mawasiliano ndani ya Ziwa Victoria. Kwa hiyo kuna maeneo mbalimbali ndani ya Ziwa Victoria imewekwa minara ya mawasiliano kuwezesha muda wote kupata mawasiliano na watu wanaofanya shughuli za kibiashara za kiuchumi ndani ya Ziwa Victoria. Lakini vile mradi huu ulihusisha ununuzi wa boti ya matibabu, nadhani kwa wakazi wa Mwanza waliona ilikuja, na boti zingine ndogo 2 za utafutaji na uokozi.